Yes, bwana, habari gani mwanafamilia wa Wamda TV? Kwa mara nyingine tena kipaza cha Wamda TV, tuko maeneo ya Mbagala. Mbagala kuna wadau kadhaa tumewatembelea ambao pia ni wanachama wa Wamda. Wamda ni mmoja wa wanamtitaa wanaoishi Dar es Salaam. Hawa ni watu ambao wamezaliwa Dodoma, wilaya ya Bahi, kijiji cha Mtitaa, lakini wameamua kuungana kuwa pamoja kusaidiana mambo mbalimbali, ikiwa changamoto za kiafya na mambo mengine, kuinuana kiuchumi. Lakini bwana, leo safari hii ya kuja Mbagala tumekuja kupiga story, kuzungumza na wadau wa bodi ya wadhamini. Wamda hii bwana imeamua kutengeneza chombo cha habari cha online TV ambacho kitakuwa mahususi kuhabarisha umma, jamii nzima ya Tanzania. Hivyo basi leo tuko na mdau mmoja wapo ambaye ni mjumbe wa bodi ya wadhamini ambao wao ndio wawezeshaji wakuu wa hii TV unaiona hapa. Sasa leo bwana tuko na mjumbe, tunataka kuzungumza naye, atajitambulisha kwa majina, yeye ni nani, lakini pia atatuambia anaishi wapi. Bwana, karibu sana, habari ya uzima? Nashukuru Mungu. Ndio. Salama. Kwa majina naitwa Ezekieli Yona Mdable. Napatikana Mbagala Kizuiani. Okay, Ezekieli, huu mguni wako Wamda TV imefunga safari kutoka makao makuu ambayo iko Ubungo mawasiliano mpaka kwako, kutoka kuzungumza na wewe mawili matatu. Moja ikiwa kuzungumzia kabisa umoja huu wa Wamda, namna ambavyo upo kwa sasa, maoni yako, umoja huu unauona kwa maono gani kwa sasa? Sasa naona kwa maono makubwa sana, kwa sababu kwa binafsi kama mimi, yes, naweza kusema ni mchanga kwenye hiki kikundi. Kuna waanzilishi ambao washaanza kutoka kitambo, si tukiwa bado yani tupo kijijini, lakini tulikuwa tunasikia taarifa zao. Kwa kipindi hiki hapa, baada ya kujiunga, nimeona kuna mabadiliko makubwa. Viongozi ambao tumewapata kidogo, naona kama wana maono ya kwenda mbali sana. Kuna malengo mengi ambayo hata mimi mwenyewe natazamia tukatokea, lakini sasa hivi tunaenda kuyatimiza kupitia uongozi huu. Kwa kikubwa tuendelee kumwomba Mungu na support ikipatikana kwa watu wengine ambao wanataka kutusupport, tunaweza tukatoboa kwa hiyo. Moja ya mipango ambayo imekuvutia sana na mikakati ambayo wako nayo sasa hizi ni ipi, labda ambao unaweza kuzungumzia? Jambo kubwa ambalo linanivutia sana kwenye uongozi huu, yale malengo ya kwamba tu focus hii tupate gari kwa ajili ya kufanya tuwe na wepesi, hata kama inatokea tatizo hii tupate usafiri kwa haraka. Okay. Sababu kuna changamoto nyingi tunazipitia kwenye kupata usafiri, kama ilikuwa na misiba mpaka uanze kubembeleza jamaa nauli kibao, lakini kwa sababu tukipata usafiri ambao utakuwa unatosheza sisi wenyewe, basi itakuwa rahisi sana. Kwa hiyo kidogo uongozi naona wamenigusa kwenye moyo wangu hata. Okay, kama mjumbe na mwanachama hai, yapo maoni ambayo labda ungependa kuyaona, yapo mambo ambayo unapenda labda kuyaona au kushauri binafsi kwa uongozi? Kuna jambo ambalo unaweza kushauri kwa sasa unahisi jepesi au linaweza likaleta mchango na tija kwenye umoja? Pengine labda ni jambo la kushauri, labda niwape tu moyo viongozi wetu, sababu kuna changamoto nyingi ambazo hususani kwamba kuna wanachama wengine bado kidogo moyo wao ni mzito, sasa kwenye mchango za baada za wanachama. Hilo lisiwavunje moyo viongozi. Endelea kupambana, na mimi tutatoboa kama tukishirikiana, wale ambao tutakuwa na pamoja, basi tutafanikiwa malengo ambayo tunajua. Unamwambia nini yule mwanamtitaa ambaye yupo Dar es Salaam, yupo kipekee, hayupo kwenye umoja, hajajiunga kwenye umoja huu wa Wamda? Hajachelewa, nafasi bado ipo, muda bado upo, ni kusogea tu au kutafuta taarifa rasmi kwa viongozi jinsi ya kujiunga, na yeye akaja kutoa support yake ili tufanikiwe ile ambayo tunalilenga. Kuelekea kufunga mwaka wa 2025, una wito gani kwa wanachama wenzako? Wanachama wenzangu, naomba tuendelee kuwa na moyo mmoja, tuendelee kutoa michango. Hiyo ndio tija kubwa, maana bila kuwa na michango hatuwezi kufanikiwa jambo lolote. Maana bila kupata pesa sidhani kama tunaweza kufanikisha ambayo tunalilenga. Okay. Wale ambao bado wako nyuma, mambo hima tujitahidi ili tufikishe ile mchango wetu kwa wepesi, hata kama kabla tarehe ya kukamilisha kikao cha mwisho cha mwezi wa 12 ili tu tushakamilisha mchango wetu ili tusogeze. Okay, moja ya mradi ambao umeanzishwa ni wa
mradi wa TV ya online Wamda Online TV, na viongozi wameamua kuanza na mradi huu na kutengeneza bodi ya wadhamini, ikiwa wewe ni mmojawapo. Ni namna gani ambavyo unaguswa na unaweza kuchangia TV hii ili kuweza kuinuka na kufika malengo? Huu mradi wa TV ni mkubwa, nasi ujue kwa sababu tu ya uchanga wetu haya mambo, ndio maana bado tunatuoni umuhimu wake, lakini kwa jinsi tunavyoenda nalo hili jambo, na mimi litapata na maana kubwa sana mbele ya safari. Kwa wale sisi ambao tumekuwa wadhamini, basi tutaendelea kushirikiana na viongozi ili tujaribu kuboost pale panapokuwa na shida, ili tuwezeshe hili jambo ili tufike malengo yake. Wapo wajumbe wa bodi ambao wameweza kuahidi na kutoa kiasi cha fedha kwa ajili ya kuwezesha. Kwa upande wako tukutazamie lini kuweza kutoa ahadi au kutoa kabisa ili kuwezesha TV hii? Asante. Hata mimi nitachangia mchango wangu. Okay. Nitatoa ahadi ya 200,000. Okay. Ngojea basi nitaitimiza hiyo hapo baada ya muda, lakini sitakuwa nyuma sana. Kama kutakuwa na jambo lingine mbele ya safari, Mungu akijalia uzima, basi tutakuwa tunaendelea kusaidiana pale tutakapokuwa na uwezo. Okay, na mwanafamilia wa Wamda TV, leo mjumbe wa bodi mwingine, siku nyingine imekuwa njema sana, ameweza kutoa ahadi yake ya shilingi 200,000 kuwezesha TV hii kuamka na kusonga mbele. Hii ni namna gani watu wameamua kujitoa na kuwezesha, na wameona hili jambo ni la msingi sana katika mafanikio ya Wamda na BTTA kwa ujumla. Labda kwa kumalizia, nimkaribishe mjumbe aweze kusema kama ana jambo la kuhamasisha wajumbe wa bodi au wanachama kwa ujumla ambao wanaweza kutoa mchango wote kwenye TV yetu ili kuweza kuinuka. Karibu sana. Nashukuru. Na hili jambo sio la wadhamini tu wa bodi, hata mwanachama yote ambaye anaguswa kwenye hili jambo anaweza kutoa mchango wake ili aweze kusaidia ili tufikishe pale tunapohitaji, kwa sababu haina limit. Yes. Sasa kwamba tu ambao wamechaguliwa kwenye bodi ndio wabebe ili msalaba wote, hapana. Hata kama mwanachama wote ambao unaona unaguswa, una uwezo wa kutoa hata kama shilingi 10,000. Yes. Sio mbaya, wewe lete ili mali mambo yetu yaende. Mjumbe Edmund anashauri kwamba sio tu wajumbe wa bodi, lakini pia hata mwanachama unaweza kuguswa, sababu hili jambo ni la wote, sio kwamba tu wajumbe wa bodi ndio wameguswa basi ndio waweze kuwa wao wachangiaji wakuu, lakini pia mjumbe wote anaweza kuchangia. Hivyo basi mwanachama, wewe ambaye ni mwanachama wa Wamda, unakaribishwa kutoa ahadi yako ili kuweza kuwezesha chombo hiki cha habari kiweze kwenda zaidi. Napenda kumshukuru ndugu Edmund kwa mchango wake, lakini pia kwa maoni yake, kutoa hamasa kwa wajumbe wetu. Nikutakie siku njema baba. Nashukuru sana, natakia siku njema na kazi njema pia. Ulikuwa nami John Peter Laurent aka John Michongo. Bwana, baki na sisi Wamda TV, lakini usisahau kusubscribe kwenye kurasa zetu, lakini tunapatikana mitandao yote Instagram, Facebook, YouTube ndio sehemu kuu. Bye bye.